Kwa majina naitwa Dr. Shera Miemba, ni mratibu wa magonjwa ya zinaa halmashauri ya mji Njombe. Nimefika kwenye vyombo vya habari ili kutoa uhamasisho kwa wananchi juu ya ugonjwa wa kaswende, kwa sababu limekuwa ni tatizo kubwa katika jamii ya halmashauri ya mji wa Njombe kutokana na takwimu za kuanzia mwezi Januari mpaka Oktoba mwaka huu. Labda nianze na kusema kaswende labda ni nini? Kaswende ni ugonjwa wa ngono au ugonjwa wa zinaa ambao unasababishwa na mdudu bakteria aina ya Spirochetes ambaye anaitwa Treponema pallidum. Mdudu huyu anaeneza ugonjwa kwa njia ya kujamiana, yaani kwa njia ya ngono zembe, kutoka kwa mtu aliye na ugonjwa aliyeambukizwa kaswende na kwenda kwa mtu mwingine. Ugonjwa huu unaonyesha dalili ni ndani ya siku 10 mpaka siku 14 tangu mgonjwa alipopata maambukizi, na dalili zake zimegawanyika katika hatua 3. Hatua ya kwanza, mgonjwa anaweza akawa na dalili ya kupatwa na kakidonda kadogo sehemu za siri, kanaweza kakaa moja au viwili pande zote maeneo ya eneo la sehemu za siri. Kidonda hicho kinakuwa hakina maumivu yoyote. Baada hapo kinaweza kikapotea chenyewe bila matibabu yoyote, na pia anaweza kapata dalili za mafua, zitapotea zenyewe bila matibabu yoyote. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, hiyo ni hatua ambayo ni yenye matatizo makubwa. Kwa hiyo mgonjwa anaweza kaja hospitali akiwa ana dalili za kuumwa, maumivu ya kichwa, homa, maumivu ya viungo, misuli, anaweza kuchanganyikiwa, wengine nywele kunyonyoka, tunaita alopecia kitaalamu. Kama ni wajawazito, anaweza kuwa na dalili za kuharibikiwa mimba kila wakati, kuzaa mtoto kabla ya wakati, njiti, au kujifungua watoto ambao wamekufa. Anaweza kawa amekufa lakini anakuwa amechubuka kama mwagiwa maji ya moto. Unaweza kuzaa mtoto ambaye ni mlemavu wa viungo, au kuzaa mtoto ambaye hatua zake za ukuaji zinaenda kwa kuchelewa. Kwa hizo ni dalili, hiyo ni dalili ya pili. Dalili ya tatu, bakteria anakuwa yuko ndani ya mwili lakini haonyeshi dalili zozote. Haonyeshi dalili zozote lakini tatizo linazidi kuwa kubwa. Na hatua ya 4, hiyo ni hatua ambayo ni hatari tayari, ule ugonjwa unakuwa umeingia kwenye viungo vikubwa vya mwili kama moyo, maini na ubongo. Kwa moyo unaweza kushindwa kufanya kazi, ubongo anaweza akachanganyikiwa, anaweza akawa nashindwa hata akafa ganzi, yani viungo vyake vikakosa nguvu, anapata ganzi kwenye viungo kama mikono, miguu. Kwa hiyo ndo athari zinazoweza zikatokea. Okay, labda tueleze kwa halmashauri wa Njombe mpaka mama kupita mzani kwa kukumbusha watu kuhusiana na mienendo yao na kujikinga na tatizo hili. Hali ikoje, lakini kundi kubwa ni rika ipi ndio imeathirika kwa kiasi kikubwa na jambo hili? Kundi kubwa ambalo linaathirika na ugonjwa wa kaswende ni kuanzia umri wale ambao tayari wana uwezo wa kufanya jaribio la kufanya ngono hadi watu wazima, kwa sababu ngono haichagui kusema huyu ni umri mdogo au umri mkubwa. Ni yule tu ambaye ameshajitambua kwa anaweza kufanya tendo la ngono hilo, basi ana uwezo wa kupata maambukizi ya ugonjwa wa kaswende. Na ukubwa wa tatizo ni kwamba takwimu za mwezi Januari mpaka Oktoba inaonyesha wagonjwa nje na ndani walioathirika na ugonjwa wa kaswende ni 613,
na akina mama wajawazito walioenda kuanza kliniki walikuwa ni 155. Kwa hiyo inaonyesha tatizo ni kubwa, kwa sababu ni hiyo miezi 10 tu inaonyesha data hizo. Bado hatujapata data za mwezi Novemba na Disemba. Kwa hiyo tatizo ni kubwa. Kwa tatizo hilo, shida ni nini? Shida ni kwamba watu wanakufanya ngono zembe. Hawawi waaminifu. Kama ni mwanandoa, basi hau mwaminifu kwa mwenza wake, anatoka nje ya ndoa. Na kwa wale ambao wako nje ya ndoa, ina maana sio waaminifu pia, wanakuwa na wapenzi zaidi ya mmoja na hawatumii kinga, wanafanya ngono zembe, yani hawatumii kondomu. Ndio maana maambukizi yanakuwa ni makubwa. Matibabu yake yanakuwaje? Matibabu yake, mtu anayekuwa ameathirika anapaswa kwenda na mwenza wake ama inakuwaje? Lakini gharama na matibabu yana how long mpaka mtu anakuwa anza kupata matibabu? Matibabu ya kaswende yanachukua ni wiki 3. Yaani unapata dozi moja kwa wiki, yaani mfululizo kwa wiki 3. Yaani kwa mfano umetibiwa leo ni siku ya Jumatano, utapata hiyo ni dozi, ni sindano. Tena utarudia Jumatano ya wiki linalofuata na Jumatano ya wiki ya 3. Unakuwa umemaliza matibabu. Na itabidi ukae miezi 6 tangu ulipomaliza dozi ya 3, alafu narudia kufanya check up. Kwa sababu ile sumu ya yule mdudu inakaa ndani ya mwili wa binadamu kwa muda wa miezi 6. Ndio maana tunasema rudia kupima baada ya miezi 6. Sio umemaliza dozi unaenda kupima. Ukienda kupima utakutwa ni positive, kwa sababu sumu ya yule mdudu inakaa muda mrefu kwenye damu. Ndio. Kwa nini imekuwa sasa kiwango cha maambukizi Njombe? Kwa tafiti zenu ukiachana tu na masuala ya daktari, nadhani kwa nini saizi ndio kumekuwa na kiwango kikubwa sana cha watu wanaathirika? Kuna sababu gani? Sababu inaonyesha ni kwamba wanaotibiwa, yani wanaokuja kutibiwa, wanatibiwa bila wenza. Kwa anatibiwa, anapona, anaenda tena kurudia kufanya ngono zembe na yule patina wake. Na yule patina wake naye anakuwa sio mwaminifu, naye anaenda kufanya ngono zembe hivyo kwa mtu mwingine. Hivyo ndio maana takwimu zinazidi kwenda juu. Kinachopaswa kufanyika ili kukomesha kabisa nini? Kinachopaswa kufanyika ni kwamba anayegundulika kuwa na ugonjwa wa kaswende anatakiwa kuja kwanza na patina wake, watibiwe wote. Na kama una mapatina watatu, basi ujitahidi wafike wote 3, watibiwe wote, dozi zote 3. Katika kulifanya hili imekuwa ni ngumu kiasi gani sasa, kwa sababu kuja na wenza kama mtu sio mwaminifu na kwa ngumu? Imekuwa ni ngumu kiasi gani na wito wenu ni upi? Imekuwa ni ngumu kwa sababu si labda wewe ni mume wa mtu, labda umeenda kufanya ngono zembe na mke wa mtu. Sasa ni ngumu wewe kwenda kumchukua mke wa mtu kusema twende tukapate matibabu ya kaswende. Hata wewe utamwambia tu mimi nimetibiwa na wewe nenda kanunue dawa utibiwe. Changamoto ni kwamba wanaenda watu kununua dawa zisizo sahihi, ndio maana hawapo. Kwa hao, yaani uwe na tatizo limekomaa zaidi, halijakomaa zaidi, matibabu ni aina moja tu. Ukipata hiyo dozi ya sindano 3 unapona tu, unaendelea kuwa vizuri. Labda mpaka sasa ukiachana na watu ambao wanaathirika na ugonjwa huu, ukiachana na magonjwa, kuna vifo vyote ambavyo vimetokea mpaka sasa kwa watu ambao katika halmashauri ya Njombe ambao vinatokana na kaswende? Kosa tiba? Hapana, vifo vinavyotokana na kaswende hapana. Kwa sababu madhara makubwa sana ndio hiyo ngozi na matatizo ya moyo, lakini kufika mpaka kufa hamna. Wanaofika tayari wanapata matibabu, wanapona. Waliokufa kutokana na kaswende hapana, hawapo mpaka sasa. Huduma hizi zinatolewa kibena ama zipo katika level ya chini kabisa zahanati? Yaani hadi level ya chini, kuanzia zahanati hadi hospitali. Sasa waambie wakazi wa Njombe kwamba tatizo ni kubwa, tuko yani mmedhamiria kuliondosha, sasa wanapaswa kwenda katika level zote hizo kupata hizo huduma na wenza wao. Yaani wito wangu ni kwamba Wananjombe waache tabia ya uoga, aibu. Yaani mara tu unapogundua una tatizo unajihisi ni kufika hospitali. Hata kama huna mwenza, nenda katibiwe, utapata elimu. Kama wewe mwenza wako hataki labda matibabu, basi epukana naye, usiendelee kufanya ngono zembe naye.
kwa sababu kama utakuwa umetibiwa na bado unafanya ngono zembe na huyo mtu, utaendelea kupata matatizo ya kaswende, na kaswende kama haitapona utaendelea kuwa na kaswende labda mara 3, tayari wewe unakuwa ni candidate wa kupata tena nini HIV. Hata kama ulikuwa una HIV utapata HIV. Ina uhusiano gani kati ya, kwa sababu kinga ikishuka utakuwa prone tayari kupata HIV. Kuna mimi naona yuko tumboni au ambaye ameshazaliwa, ambaye yuko tumboni, ni madhara makubwa kwa mtoto ambaye yuko tumboni. Kama hajafika mimba haijafika umri wa kuzaliwa, mimba inaweza ikaharibika, na anaweza pia kazaliwa na kaswende, kwa sababu yule mdudu wa kaswende anapenya kwenye kondo moja kwa moja anaenda hadi kwa mtoto. Kwa mtoto anaweza kazaliwa na kaswende. Kama atakuwa ni salama, mtoto atakuja apate udumavu, hawezi kukua, atakuwa na ulemavu wa mifupa. Inaweza ikawa ni kaswende. Ukuaji hafifu tuseme, sio udumavu, yani ukuaji hafifu, zile hatua. Yani anaweza kama alikuwa anatakiwa kutambaa, anaweza sitambae, yani anabaki kwa mchanga hivyo, hakui. Yani usiseme standing growth. Unajua kuongea Kiswahili ni ngumu. Inaitwa standing growth, yani hakui. Maendeleo yale ya ukuaji yanakuwa ni duni. Alafu pia unaweza kuzaa mtoto aliyekufa. Yaani unafika miezi 9 lakini unazaa mtoto aliyekufa. Lakini atazaliwa akiwa amechubuka kama mwagia maji ya moto. Kwa kupitia changamoto hiyo sasa kwa halmashauri ya mji wa Njombe, je, kwa watoto pia wamewahi kupata athari kupitia kwa hao wanaozaliwa? Ndio. Na ndio maana tumekuja kupaza sauti. Wapo. Unakuta mtu anasema amejifungua mtoto amefariki, lakini si lazima umwambie jamii yote kwa mtoto amezaliwa amekufa amechubuka sababu ni kaswende. Huwezi kusema. Hiyo ni siri za kazi. Sana sana utamwambia mama na baba wa yule mtoto kwa mtoto wako amefariki una 1 2 3 ambayo imetokana na changamoto kama ilikuwa mnataka mpate matibabu. Kuna hao wajawazito ambao sana labda msanii wako ngapi? Tueleze hao baada ya kubaini kwamba wana changamoto hiyo. Wapa utaratibu gani? Hao wametibiwa na patena wao. Kwa tunaamini wengine bado ni wajawazito. Tunaamini kwamba watajifungua salama kwa sababu wameshapata matibabu na watoto wao watakuwa salama. Sasa kuna kitu moja kisawa. Nimesema walioanza mahusiano kwenye hatari, labda kitaalamu rika kuanzia miaka mingapi hadi ngapi wako kwenye riski? Yaani kwa sasa kwa kizazi hiki ni kuanzia umri wa miaka 15 ndio tunaona hao ni sexual active, tayari wanafanya hizo ngono. Kwa hiyo ni kuelekeza hata wazazi, kuelekeza watoto kuwa hicho kitu kama anakifanya basi hakikishe anatumia kinga ambazo ni kondomu. Sasa na kondomu anatakiwa au anajua namna ya kuvaa. Unaweza kavaa kondomu kwa uvaaji ukawa sio sahihi, akafanya hilo tendo na akapata maambukizi kama kawaida. Na umri wa utu uzima mwisho kabisa ambao wanaathirika nadhani 50 60 70 mwisho. Yaani wale ambao bado ana nguvu za kufanya sex hizo ngono anaweza kupata. Sawa. Kwa sababu anaweza kaja mwingine ana shida ya miguu, yani hizi joint, anauma hospitali. Mkaskrini vipimo vyote mkakuta hana shida yote hata ya ugonjwa mifupa, lakini mkipima kaswende mkakuta kaswende ni positive. Na kwa kaswende inaathiri tena na mifupa hivyo kama nilivyosema, joint.